Mpenzi mtazamaji wa hichi kituo popote ulipo, ninakusalimu hujambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Tafadhali ninakuomba usubscribe, ulike video, washa kengele baada ya kusubscribe. Na ukimaliza kunitazama, chukua linki ya video hii kairushe kwenye vikundi vya WhatsApp, Facebook, Instagram. Hiyo ndio njia moja ya kujenga ukumbi huu wetu. Tuko karibu kufika subscribers 1040. Unajua hii serikali ya Samia iko desperate. Jina desperate la kimombo linamaanisha nini? Kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, ni mtu ambaye anahangaika, hana mwelekeo. Hii serikali ukiangalia, si iliweza kutuambia kwamba 98% ya wananchi ndio iliweza kuwachagua, si ndio? Lakini wako desperate kutaka kutishia hao wananchi wasiandamane. Sasa wacha nikuulize mtazamaji wangu, wewe umeweza kupigiwa kura kwenye kundi fulani, kwenye chama fulani, na hizo kura ambazo umeweza kupigiwa ni 98%. Unaweza ukaogopa kweli kwamba unaweza ukafanyiwa mapinduzi kwenye hilo kundi kama ulipigiwa kura na wananchi wengi? Lakini sasa serikali hii ya Samia inanishangaza, ni kitu gani ambacho wanaogopa mpaka wako desperate kuanza kudanganya ulimwengu kwamba wananchi wanataka kuua viongozi, wanataka kuua maafisa wa polisi. Kuna taarifa ambayo imeweza kutolewa na msemaji wa polisi mwenye anaitwa David Misime. Bwana David Misime ameweza kuzungumza kitu ambacho kimeweza kushangaza ulimwengu. Mtu mwenye yuko na akili timamu hawezi akaamini yale ambayo msemaji wa polisi Bwana David Misime anazungumza tukiwa tunaelekea kwenye maandamano ya Sabasaba. Maandamano ya Sabasaba si ya kumuondoa Samia madarakani. Maandamano ya Sabasaba sio ya kumpindua Samia. Sijui anaogopa nini. Maandamano haya ya Sabasaba, mtazamaji wangu, ni ya kutaka haki iweze kutendeka. Ndugu zetu waliweza kuuawa mwaka 2025 mwezi wa 10 tarehe 29. Bado haki haijaweza kufanyika. Tunataka mifumo ya uchaguzi ifanyiwe ukarabati. Lissu aweze kuachiliwa. Yaani hayo maneno machache tu ambayo tunazungumza hivyo kidogo tu hivyo, hii serikali inatetemeka, iko na kiwewe. Wasiwasi wa nini iwapo waliweza kupata ushindi kwa 98%? Sasa Bwana Misime anasema kwamba katika ushirikiano ambao wanafanya na jeshi la wananchi pamoja na vikundi vyote vya usalama katika taifa letu la Tanzania, eti wameweza kumulika kundi dogo la watu ambao wamepanga kuja kuharibu amani na kuhakikisha kwamba wameweza kuua maafisa wa polisi, wawanyanganye bunduki, kisha waue viongozi wa serikali. Wacha nikuulize hivi mtazamaji wangu, mwananchi yuko na akili timamu kama mimi Bwana Ezra mwenye niko na akili zangu timamu, sina silaha, ninaweza nikamshambulia askari polisi mwenye yuko na bunduki kweli? Tusemezane ukweli. Tusemezane ukweli. Wewe mwenye unanitazama, polisi wako na bunduki, polisi wako na kila aina ya silaha. Tuachane na polisi.
viongozi ambao wako madarakani mpaka viongozi wa wilaya wako na ulinzi mkali. Sasa unataka kuniambia kwamba kuna mwananchi mwenye yuko na akili punguani atabeba mawe au jiwe aende kumtafuta Samia, aende kumtafuta Mwigulu Nchemba, aende kumjeruhi Dr. Nchimbi, aende kumjeruhi mbunge kweli? Unajua wakati mwingine hawa viongozi wanatuona kwamba sisi ni wajinga, kwa sababu wanasema kwamba eti kuna baadhi ya wananchi raia ambao wanataka kuua polisi. Kwa lugha ya kimombo wanasema kwamba they intend to ensure they kill some leaders and citizens. They will burn schools, cause destructions, loot public and private property, and they will kill security officers in order to seize weapons to use in their plans aimed to ensure that peace disappear from the country. Atakana kwamba hawa watu wanatuona kama sisi ni wajinga. Sisi sio wajinga, wao ndio wajinga. Basi polisi, mnatulazimisha sisi tunawaita nyinyi ni wajinga, kwa sababu nilifikiri kwamba kwenye mafunzo ambayo mlipewa ya kulinda amani na ya kulinda raia na kufuata katiba, nilifikiri kwamba hayo mafunzo yalifungua akili zenu. Wacha nikuulize mtazamaji wangu, mwananchi akitoka kwenye maandamano, iwapo atatokea, yupo na bendera ya Tanzania, yupo na maji, hizo ni silaha kweli? Maji kwenye chupa, hizo ni silaha kweli? Na mimi sichochei maandamano, but hizo ni silaha? Kipindi ambapo naona polisi wanasema eti kwamba wananchi ambao wanataka kwenda kuandamana Sabasaba eti wamepanga kuua maafisa wa polisi ndio wawanyanganye silaha za moto. Yaani mimi Bwana Ezra, mimi ni mwanahabari, kazi yangu ni kitabu na kalamu. Sasa eti nikitoka kwenda hapo barabarani, hii kalamu yangu inaweza kaua polisi? Au hii simu yangu inaweza kaua polisi? Hawa viongozi wakati mwingine wanafikiria sisi ni wajinga. Sasa kipindi ambapo wanajaribu kutoa taarifa hizi eti kwamba kuna kikundi cha watu ambacho kimepanga kuua viongozi kuanzia Samia kuja chini, alafu kutoka hapo waue maafisa wa polisi, wawanyanganye silaha, mimi ninaona taarifa hizi za viongozi Moso, huyu Bwana Misime, ninaona taarifa hizi zake sio eti kwamba ni za ukweli, lakini lengo lake ni kutaka kupanda uoga miongoni mwa wananchi kwamba nyinyi mmepanga kuenda kuandamana mkitaka haki kwa waliouawa, si ndio? Sisi tunapanga kuenda kuandamana kutaka Bwana Lissu aweze kuachiliwa, mifumo ya uchaguzi iweze kubadilishwa, katiba mpya iweze kuundwa, lakini kuna wengine pale ambao wamepanga kwenda kuua. Hivyo ndivyo wanataka kuwaaminisha wananchi kwamba nyinyi mmepanga kuandamana kutaka Lissu achiliwe, lakini kuna wengine ambao wamepanga kuja kufanya nini? Kuharibu amani. Lakini unajua, nimekuwa nikisisitiza hili. Mbona kwenye operesheni za jeshi la polisi hawajaweza kukamata mtu yeyote, mashabiki wowote wa chama cha ACT Wazalendo? Kila mara wanapojaribu kufanya operesheni yao wanakamata mashabiki wa Chadema. Yaani wanataka kupandikiza imani kwamba Chadema ndio imeweza kuandaa hii vurugu, kipindi ambapo Chadema hata haihusiki kivyovyote.
Yaani wanataka kutupandishia akilini mwetu kwamba Chadema ndio imeandaa vurugu, tusahau kwamba waliweza kuua mwaka uliopita. Tusahau kwamba waliweza kuteka wenzetu mwaka uliopita. Tusahau kwamba hakuna katiba mpya katika taifa letu la Tanzania. Alafu polisi hao wanamalizia kusema kwamba watatumia nguvu zaidi ili kuhakikisha kwamba hilo halitatendeka. Wacha nikuulize, wacha nikuambie hivi nikimalizia. Ulimwengu huu tuko na maandamano aina mbili. Maandamano ya kwanza ni yale ambayo unatangaza, unaingia barabarani tena unaandamana. Maandamano ya pili ni yale ambapo mnatangaza lakini mnakwepa, hamuendi kuandamana. Mnaacha polisi na jeshi na serikali wanaandamana barabarani peke yake. Bora wamepata ujumbe wetu. Sasa serikali sijui ina paniki nini tukitumia mojawapo ya hizo mbili. Si ujumbe wetu utakuwa umefika kwa serikali kwamba tunataka katiba mpya, tunataka Lissu aachiliwe, tunataka haki kwa waliouawa mwaka uliopita, tunataka mifumo ya uchaguzi iweze kufanyiwa mabadiliko. Hapo tutakuwa tumeua. Kwa hivyo sijui ni kwa nini Samia ana panic. Kupaniki kwa Samia kunaonyesha kwamba ndio hakuweza kuchaguliwa, aliweza kujichagua. Unaweza ukasema nini mtazamaji wangu? Yaani polisi, msemaji wa polisi anasimama mbele ya kamera. Unajua niliona haya sana kuwachezea hata kanda ya Bwana Misime, huyo msemaji wa polisi, akizungumza eti kwamba kuna watu ambao wamepanga kwenda kuua polisi, viongozi wa serikali ili kuwanyang'anya silaha. Niliona aibu sana kuwawekea hiyo kanda kwa sababu maneno ambayo yanazungumza ni maneno ambayo ni ya kitoto. Hawezi ukafikiria kwamba ni afisa wa polisi. Hawezi ukafikiria kwamba ni msemaji wa polisi. Anazungumza kiutoto eti kwamba mwananchi mwenye hana silaha, mwananchi mwenye yuko na silaha ya simu peke yake anaweza akawinda polisi hage dunia. Polisi mwenye yuko na risasi ambazo ziko ndani ya bunduki. Wacha wadanganye wale watoto wadogo wa zamani. Lakini hichi kizazi cha sasa hivi kimechanuka. Mitandao ipo. Kwa hivyo wanajifunza kupitia mitandao. Hawawezi wakawadanganya. Mungu akubariki. Hakikisha kwamba unachukua hii linki unasambaza kuelekea kwa vikundi vingi.